kama mwale wa moto, tumaini langu linawaka. Wimbo wangu ukufikie, chanzo cha uzima usio na mwisho, kwenye safari ya maisha na kutumainia, cha uzima usio na mwisho, kwenye safari ya maisha na kutumaini. Sasa ni vipi kazi ya wanadamu inakuwa ni matumaini? Tumeimba vizuri kabisa katika wimbo wa Zaburi tukiitikia kwamba kazi ya mikono yangu ufanyaje? Uthibitishe e Bwana. Kazi ya mwanadamu inapothibitishwa na Mwenyezi Mungu ndipo inapokuwa ni chanzo cha matumaini kwa watu wengine. Manake kazi ya mwanadamu inapokuwa imeunganishwa na Mwenyezi Mungu ndipo inapokuwa chanzo cha matumaini kwa mtu mwingine. Na hivyo tunapoadhimisha leo sikukuu hii au adhimisho hili kwa heshima wafanyakazi wote, kwa namna nyingine tunamwomba Mwenyezi Mungu aithibitishe kazi hiyo, aikubali kazi hiyo, aibariki kazi hiyo, ili iweze kuleta matumaini kwa watu wengine. Kwamba kile anachokifanya mwanadamu kiwe ni matumaini kwa watu wengine. Sasa jiulize, unachokifanya wewe ni matumaini kwa watu wengine? Jiulize. Pale nyumbani, huduma unayoifanya kama mama, huduma unayoifanya kama jirani, kama mwanajumuiya, kama mwanaparokia, kama mwanajamii, mahali popote, mfanya biashara, ofisini, kazi yako inaleta matumaini kwa watu wengine. Je, inapata maana ya kuitwa kazi? Sisi wa Kristo hatufanyi kazi tu. Kazi yetu ni lazima iutambulishe Ukristo wetu, na kazi yetu inapaswa ifike mahali imtukuze Mwenyezi Mungu, imfanye Mungu aenee katikati ya watu. Lolote unalolifanya, sijali ni kubwa au dogo namna gani, lazima unachokifanya kipate kibali kwa Mwenyezi Mungu. Lazima unachokifanya kimfanye Mwenyezi Mungu aweze kweli kuwa anaendeleza ile kazi ya mikono yake katikati ya wanadamu.